nimeona matendo yako ya ajabu. Yeye ndio ambaye Bwana ila mara ushuhuda Bwana Yesu amekuponya ukimwi kupitia maombi. Hallelujah. Kwa microphone. Ndugu tuambie Bwana mfano asifiwe sana. Kwa jina mimi naitwa Roger Mbavu. Mimi mwenyeji wa Dodoma. Nilikuja hapa kwanza kama miaka 4 iliyopita katika kutafuta maisha. Nilipokuja hapa adui, kwa sababu kipindi hicho nilikuwa sijaokoka, akawa ananitumia jinsi anavyotaka yeye. Nilienda kwa kweli, hali yangu ikawa mbaya, nikaja kushtukia nimekuwa too much, nimepata maradhi ya ukimwi. Nikaenda hospitalini, wakaenda kupima madaktari. Nilikuwa na ndugu zangu, kuna dada yangu mmoja sijui nimekuja naye sijui kwa nyuma sijui kwa hapa, amekuja na mkoba wa madawa pamoja na vyeti vile. Njoo. Baada hapo ya kufanya vipimo, madaktari wakaniambia kuwa bana, vipimo hivi waga tunatoa kwa wewe mwenyewe, kama utahitaji ndugu ajue au asijue. Unasemaje? Kwa sababu nilikuwa nimezorofika sana na nilikuwa nimekata tamaa ya maisha. Nikawaambia waambieni wote, ikabidi wakawaeleza kuwa ndugu yenu ameathirika, ana ukimwi. Kwa hiyo ikabidi wakanichukua, nikaendelea kuja Mugando, kuja Seketule kufuatilia vipimo vingine, ili wao wakawa wanasema kwa sababu nilikuwa sina CD4, ina maana ilikuwa ni 00. Madaktari wakasema nikianza kunywa dawa ina maana nitakufa, lazima waniboost kwanza, wanipe kuna nanipa wanaita vitamin. Sasa vile ndio walipokuwa wakinipa, kila nikijaribu kuna nini, nikawa natapika na nikakata tamaa ya maisha. Hali ikawa mbaya zaidi, nikawa na kilo 30. Ikafikia kipindi hata kusimama nilikuwa nashindwa, kwenda chooni nilikuwa nashindwa, nilikuwa natembea ninakimbia. Huyu dada yangu ndo alikuwa ananifulia nguo. Kwa kweli nilienda siku moja, nilikuwepo nyumbani pale wakati ndugu wanafanya vikao vya kunisafirisha ili wanipeleke Dodoma. Mama mmoja akanieleza, bana wewe nenda ukajikabidhi maisha yako kwa Yesu. Ilikuwa mwezi wa 4 tarehe 2, nikasikia kuna mkutano Mtimba, nikaenda pale. Nilipofika pale, kwa sababu nilikuwa sijaokoka, lakini nilishangaa nilipofika, nguvu ya Mungu iliniambia hapa jina la Yesu lipo. Basi mkutano alianza kuhubiri mchungaji kule. Mara ya mwisho akaomba mtumishi wa Mungu, kesho yake wakasema njooni, ambaye ilikuwa ni tarehe 3, kwa sababu mkutano ulikuwa siku 4. Nikawa nimeenda pale, baada kuna nini pale kaanza usemi. Nilikuwa na hali mbaya sana katika kanisa zima, mimi ndo nilikuwa naingia hapa na vaa yego, kwa sababu hata nguo zote nilikuwa nimemaliza. Hali ilikuwa mbaya sana, nikakata tamaa ya maisha. Baada ya kuanza kukulia wokovu na mtumishi wa Mungu kuanza kutufundisha jinsi ya kanuni za kudai haki yako, kwa kweli siku moja nilikuwa nimelala kitandani, kwa sababu nilikuwa nimeomba staili zote kama mtumishi wa Mungu anavyohubiri siku zote. Kwa kuna mtu mmoja aliwahi kusema aliomba staili zote, baada ya hapo akainua miguu yake kwenye ukuta ili Mungu amuonee huruma.
Na mimi nilikuwa naomba, nilikuwa navua nguo zote, nabaki uchi, namwambia Yesu, hebu niangalie nilivyo. Nikiangalia hivi, paja yangu lilikuwa kama mkono. Paja lilikuwa limekwisha kabisa, nilikuwa na kilo 30 wapendwa. Siku moja nilikuja kushangaa, ulikuwa mwezi wa 5 huu. Nilikuwa nimeandaliwa chakula, nimekula, nilikuwa kama bosi kwa sababu uwezo wa kufanya kazi yote nilikuwa sina. Nilipoingia ndani kulala, nilikuwa nasikiliza kipindi cha Sauti ya Tumaini. Ghafla nikaja kupigwa na usingizi. Nilipokuja kushtuka, usiku kipindi kinaisha, mtumishi wa Mungu anaomba. Wote wanaosikia kwa redio, roho ya ukimwi, roho ya kisukari, kansa, pona. Ndipo nilipokuja kusikia uponyaji, ndugu zangu. Sikulala siku hiyo. Baada ya kutoka hapa asubuhi, niliamka, nilibeba ndoo za maji nikaenda kuchota. Wakati nilikuwa sina uwezo wa kubeba hata lita 5. Basi nyumbani nilipoenda kuchota maji walikuwa wananishangaa, yaani mifupa tu. Nilipofika muda wa kunywa dawa, wakaniletea dawa leo nikasita. Niliposita kwa sababu nilikuwa chini ya uangalizi, nikawadanganya kuwa nimekunywa, lakini leo nikataa kabisa. Nikaficha zile dawa. Baada ya kuendelea na hali hiyo, ikabidi tuendelea na homseli. Kama unakumbuka mtumishi wa Mungu, sisi ndio wanaume wawili ndio tubatiza, mimi na Joseph. Pale Ziwani pale. Niliendelea. Baada ya hapo, nikaanza kumwambia dada yangu, najua mimi nishapona ukimwi. Dada yangu akasema, bana, wewe huu ugonjwa wako hauna dawa. Mbona vipi? Nikamwambia Yesu aliniponya. Basi niliendelea na imani. Niliendelea na hali hiyo. Baada ya hapo, nilikuwa nachukua dawa, ndugu ananifuatilia zile dawa, nachukua naweka hizo. Kumbe wanazileta wanaziweka kwenye mimi naziweka na zipicha. Hali iliendelea. Baada ya hapo, nikaja kuwatangazia rasmi kuwa kuanzia sasa siendi hospitali kuchukua dawa, wala toka kipindi kile hicho kwambia dada yangu mimi sijatumia dawa. Sasa hivi na mwaka nilikuwa na rafiki zangu wawili ambao tulikuwa tunakunywa dawa wote pamoja, waliniambia twende Loliondo wanilipie nauli tukanye kikombe cha babu. Nikawaambia mimi nimeshampa Yesu maisha yangu, kuna kikombe. Ndugu zangu wapendwa, hali hiyo. Baada ya hapo, nikaenda hospitalini mara ya kwanza kufanya vipimo, nikaonekana sina. Nikaenda mara ya pili, nikaonekana hamna. Mara ya tatu sasa ikaonekana hamna. Nikamwambia yule daktari, naomba uniandikie juu kama ulivyoniandikia hii hapa, simuonekana na positive, nataka nikatoe ushuhuda pale adui. Wangapi wanasema sasa anakwenda kumaanisha kuliko siku zote? Yaliyowashinda madaktari, Bwana Yesu anayaweza. Sema nimeweza. HIV iliyokuwa positive baada ya nguvu za Yesu ikawa negative. Wanasema
nitaendelea kumtangaza Yesu. Sikiliza, watu wote, hakuna haja ya kufa kabla ya wakati wako. Kama huwezi kuja hapa Ejensika Sendro, unaweza kusikiliza kipindi cha usiku saa 3 mpaka saa 4. Nguvu ya Mungu inatembea inaponya. Huyu alipona kwa kusikia. Nilikuwa nafundisha kwamba lazima ujue unachokusikia. Alisikia neno la kupona, ukimwi ukasarenda, damu yake ni negative sasa. Wapendwa, naomba mtumishi wa Mungu tumpe sapoti, kwa sababu wakati mimi naingia kwenye kanisa hili mwaka jana, nilikuwa sijui kusoma Biblia, nilikuwa sijui kuomba, lakini Mungu anamtumia mtumishi wa Mungu katika maono mazuri sana. Sasa hivi mtaani huko wanaipata wenyewe. Rafiki yangu, wewe Mungu anapenda kutumia kuhubiri Injili. Na Mungu akutumie Mungu kama nilitumia mimi.